kama tulivyojionea, na tumefuatilia kuanzia loti ya kwanza mpaka loti ya mwisho ya 46 kwenye maghala yetu yote, na hizo tani 4791 na kupata bei ya juu shilingi 1310, bei ya chini shilingi 1220. Kama ilivyo kawaida, kwa niaba ya wakulima, kwa bei hizo ambazo zimejitokeza kwa wanunuzi wetu wakulima, je, tunauza? Asante sana kwa kubali kuuza, lakini niwapongeze kwa kutimiza wajibu wetu kwa uwakilishi wa wakulima wenzetu kwa kubali kuuza mbaazi zote ambazo tumeingia leo sokoni. Kwa majina naitwa Isa Musa Ngongonda, ni makamu mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya ya Ruangwa. Kwanza nishukuru serikali hii ya awamu ya 6 inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan. Anafanya kazi kubwa ya kuangalia mazao, namna kuweza kusimamia bei na kulingana na mazingira ya mnada. Kama mnada wa mbaazi, mnada wa kwanza uliuzwa kwa bei shilingi 1180 na bei ya chini ilikuwa shilingi 1120. Kwa mnada wa pili imeongezeka, imefika mpaka bei shilingi 1310 bei ya juu, na bei ya chini shilingi 1220. Hii ni ishara tosha kuonyesha kama vile bei ya mnada wa mbaazi bado inaongezeka kulingana na ile bei ambayo tulianzia, na naamini kulingana na mazingira haya hata bei zinazokuja naamini zitakuwa ni mzuri. Kwa hiyo swala la kuonyesha kama vile wakulima tuongeze jitihada kulima kwa nguvu zaidi ili tuzalishe vizuri zaidi, naamini bei kupitia serikali wanaendelea kusimamia. Kwa majina naitwa Omar Juma Kadhumali, mwenyeji wa Ruangwa, ni mkulima wa zao la mbaazi. Kwa mnada wa leo manake tunashukuru kwa bei ambayo imepatikana, ambayo sisi wakulima kidogo inaturidhisha, inaingia katika mazingira ambayo sisi wakulima tunafurahia nayo. Manake imetoka kwenye 1180 hadi 1310, sio mbaya sana kwa mkulima, manake kidogo inakizi mahitaji ya sisi wakulima. Jina naitwa Mandalu Bakari Musa, ni mkulima. Kwanza nishukuru serikali kwa hatua ya mnada kupanda. Kiufupi wakulima tunafarijika kwa hili, lakini ziko changamoto. Uzalishaji wetu kwa awamu hii tunakaa umepungua kwa sababu ya mazao haya kuliwa na wanyama ambao wanaongozwa na binadamu. Tani ambazo zinakusanywa leo ambazo sio zilikuwa zikusanywe hizo, ilikuwa zikusanywe zaidi ya hizo. Kwa hiyo pamoja na kututendea mema serikali, lakini pia tunaomba tusimamie kutulindia hizi mali, kuondoa wale watu ambao wanaasili kurudisha uchumi wetu kwa makusudi.